Asubuhi hii kwenye taarifa zetu za yanayojiri tutakupeleka maeneo mbalimbali kuweza kufahamu ni kipi ambacho kinajiri. Wanahabari wetu wako ange katika sehemu tofauti kufuatilia taarifa zinapojiri. Lakini kwanza, kabla ya kuungana nao, tuanze kule Kiandutu. Vijana wa mtaa wa Kiandutu mjini Thika kwenye kaunti ya Kiambu wameapa kutoshiriki maandamano ya Sabasaba yatakayofanyika Julai 7, yani hapo kesho. Wakisema wamejifunza kutokana na madhara yaliyotokana na maandamano ya awali, ikiwemo majeraha, kukamatwa na kupoteza maisha kwa baadhi ya wenzao. Wakizungumza baada ya ibada ya ushirika katika kanisa la Calvary Chosen Center, vijana hao waliwahimiza wenzao kubaki majumbani na kuepuka vitendo vya vurugu au uharibifu wa mali. Viongozi wa kanisa wakiongozwa na Askofu David Ngari pia walitoa wito wa amani na utulivu wakati wa maadhimisho ya Sabasaba. Kama tradition ya Sabasaba, mimi naendelea kuwaomba, kaeni nyumbani. Yule mwenye anafaa kufika kazini, fika kazini, fanya kazi yako. Lakini usifuate watu wakitenda maovu. Kuna watu vijana wanapenda sana hiyo maandamano itangazwe waweze kuibia watu. Najua ukiwa hapo ndani ukipatikana na hizo vitu, hizo maandamano, unakuwa pia wewe unahesabiwa ulienda kuibia watu. Kwa hivyo kama venye hamukuenda ile ilitangazwa ya mwezi jana, hata Sabasaba, kaeni bali na mambo kama hayo. Sisi ni watu wa kanisa, sisi ni watoto wa Mungu. Nimelelewa hapa Thika, nafanyia kazi hapa Thika. Sasa kuhusu hiyo maandamano yenye tumekuwa tukiona, hiyo ni mambo ambayo imetesa nchi yetu sana. Nchi inaendelea kufilisika, watu wanapora wengine wanakuwa viwete, wengine wanakuwa hata wanapata mauti, wanakufa. Kwa hivyo hiyo ni maneno ambayo tunafaa kutupilia mbali. Hatufai kujiingiza kwa maandamano, watu watulie nyumbani, wenye watakuwa kwa kazi zao waingie kwa kazi zao, lakini mambo ya maandamano hiyo tunakataa. Wasitumie vijana vibaya, na wenye wanatumia vijana vibaya wanatoa vijana nje, wanawaambia watawapea hiyo 1000 ama hiyo 500. Hiyo pesa atapewa, aende huko akufe. Hiyo pesa hata iwezi msaidia. Hata ni pesa iwezi mlipia nyumba. Tunaomba tu politician tuweke maandamano ya amani. Waache kutumia vijana wetu.